Ujasiri tulio nao wa kusonga mbele kwenye matatizo ni kwa sababu tuna historia ya Mungu vile alivyotufanyia huko nyuma. Na huwa Mungu anatupitisha kwenye mazingira ambayo unaweza kufikiri anakuacha, lakini ni ili ajifunue kwako, ili uwe na wimbo na chorus binafsi, ili imani yako ijengeke na kujistawisha ndani yako. Ni Mungu kujifunua ndani yako. Sifa huchochea nguvu za Mungu ndani yako. Kuabudu maana yake ni kuzielezea tabia na uweza wa Mungu. Sifa ni kuelezea matendo yake. Taifa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni siku yetu ya 4, Mungu ameendelea kutupa neema na kibali ya kukusanyika, kuendelea kutafakari, lakini pia kufanya tathmini ya mienendo vile ambavyo tunaenenda kiroho. Na kwa somo hili linakupa kujua ya kwamba vingi nilikwama hapa, nilijaribu hivi, sijatumia mshale huu. Na mshale huu ni wa ibada na sifa. Mshukuru sana Mungu aliyenipa nafasi hii njema tena kusimama mbele yako. Leo tutatoa sadaka ile maalum, lakini pia tutafanya maombezi. Mungu ametupa watumishi wa kutosha, na tengeneza msimamo wa kimawazo kwamba aliyegharamika semina hii kuwepo hapa ni Mungu na ni kwa ajili yako. Niambie nafsi yako hivyo kwamba sitoki hapa, sina mpango wa kutoka hapa, maana Mungu hataki kutoka hapa bila kunigusa. Mungu yuko tayari kukuponya. Jamani, Yesu asifiwe sana. Somo tunalotembea nalo linasema mambo muhimu ya kufanya ili kumfunua Mungu kwako, kutakako pelekea kuchochea imani itakayokidhi mahitaji yako yote. Narudia tena kusema huwezi ukatenga imani au ukubwa wa imani na Mungu kujifunua kwako kwa ukubwa. Akijifunua kidogo, hapo hapo imani yako inaishia. Ujasiri tulio nao wa kusonga mbele kwenye matatizo ni kwa sababu tuna historia ya Mungu vile alivyotufanyia huko nyuma. Usifikiri Daudi alikuwa yuko vile alivyokabiliana na mtu anaitwa Goliath. Hatujaona, lakini kwa jinsi ilivyoandikwa Goliath alikuwa anatisha. Lakini kilichomfanya Daudi kutokuogopa ni historia alionayo kuhusu Mungu wake huko nyuma. Mungu yule alimtetea. Alipambana na dubu, alipambana na simba. Ni wanyama hatari ambaye ukikutana nao, ukifanikiwa kutoka, inawezekana ukaota miezi kadhaa ukifikiri anakukimbiza. Linatisha kweli kweli. Na hasa ukikutana na simba dume, ana sura yenye kutisha. Biblia inasema Daudi alimnyang'anya mwana kondoo kwenye makandwa ya yule mnyama. Dubu anasifika kuwa na taya ngumu sana, na mnamjua simba ni mnyama mmoja jasiri sana. Sasa Goliathi alipojitokeza, watu wanamkimbia. Daudi alikuwa anamjua Mungu, na ni kitu ambacho Mungu alimpendea sana Daudi. Daudi ni mtu ambaye hakutamani kutembea bila Mungu. Kwa Mungu alijifunua kwa namna ambayo ilimfanya Daudi kutokushindwa kitu chochote mpaka kufa kwake. Huwezi ukatenga ile imani yenye kukidhi mahitaji kwako na Mungu kujifunua kwako. Na huwa Mungu anatupitisha kwenye mazingira ambayo unaweza kufikiri anakuacha, lakini ni ili ajifunue kwako, ili uwe na wimbo na chorus binafsi inayotengenezwa na yeye kujifunua kwako. Usije ukafikiri kwa nini watu wengine wako tayari kufa na kutengwa na dunia, lakini wabaki na Mungu. Kwa sababu wanamjua Mungu ya kwamba hata kama tukikusanyika watu zaidi ya bilioni 9 duniani,
tukuzunguke wewe, bado hamtoweza kukidhi mahitaji ya yule mtu zaidi ya Mungu. Kwa hiyo yuko tayari muwe mbali naye, lakini abaki na Mungu. Kwa hiyo ni vizuri sana ufahamu hili, kwamba kitu kinachomfanya Mungu kujifunua ili imani yako ijengeke na kujistawisha ndani yako ni Mungu kujifunua ndani yako. Watakatifu, Yesu asifiwe sana. Jana tuliangalia kipengele kinachosema sifa huchochea nguvu za Mungu ndani yako, na hatukuangalia kwa kina, lakini acha nizungumze kidogo ili tuingie kwenye maombi. Tutamsifu Mungu, na katikati ya sifa tutadili na kile kinachokutesa au kututesa. Onyesha nia ya kutaka kutoka hapo, kwa sababu Mungu aliwaponya wenye nia ya kuponywa. Onyesha kiu ya kutaka kutoka hapo. Ndio maana mahali pengine nilimkuta mchungaji mmoja akiwa anamuuliza msharika wake, je, waamini ya kwamba nikikuwekea mkono utapona? Lakini huwa hata wachungaji wanapotangaza, hasa wanaporudisha watu kundini, kuna wanaulizaga, je, waamini ya kwamba msamaha nitakao kuambia? Si mnasikiaga anazungumza hivyo? Sasa siwezi kukumbuka huwa anaongeaga namna gani, lakini mchungaji anasemaga, je, unaamini? Siji ikawa umesimama hapo uamini kwamba Mungu anamtumia mtu huyu. Mungu ni roho, hujifunua katikati ya watu. Sasa leo tuko wengi, mchungaji yupo hapa na watumishi wengine. Hii kazi itafanyika, na hakika ya kwamba tutakuwa na wimbo mpya. Tulisoma jana kitabu cha Zaburi, ule mlango wa 84 mstari 84 mstari wa 4 na wa 7. Zaburi 84 kumradhi, mstari wa 4 hadi ule wa 7, lakini napenda ule wa 7. Anasema, tasoma kwa wakati wako. Huendelea toka nguvu hata nguvu, huonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Lakini anaposema heri wakao nyumbani mwako, wanakuhimidi, kwa lugha nyingine wanakusifu, wanakutukuza. Anasema wataendelea kutoka nguvu kwenda nguvu. Sifa huchochea au umpa Mungu nafasi ya kuchipusha nguvu zake kwako na kuzistawisha. Narudia tena, sifa humpa Mungu nafasi ya kuchipusha nguvu zake kwako na kuzistawisha. Mungu anapata nafasi ya kuchipusha nguvu ndani yako, kutakakopelekea sisi kuyaweza mambo yote. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 13 anasema tunayaweza mambo yote kwa yeye atutie nguvu. Mungu anapofurahishwa na kazi ya kumsifu, moja ya zawadi atakayoileta kwako ni kuchipusha nguvu zake kwako, na hizo nguvu kukufanya kutokuacha kitu chochote usichokiweza. Hakuna kitu kitakachosazwa usikiweze, yote yatawezekana kwake aminie. Kwa unapopata nafasi ya kumsifu Mungu, na hizi sifa hazihitaji uwe na nafasi ya kumsifu ndipo umsifu. Inatakiwa Mungu umpe haki yake, uwe umegafilika hujakafilika, kwamba ikifika muda nahitaji nikamsifu Mungu na kumwabudu. Kati ya kitu ambacho shetani anapambana na sisi ni kutuondolea maana na sababu ya sisi kupata kumsifu Mungu, kwa sababu anajua unapomsogelea Mungu kwa sifa, moja ya kitu Mungu atakachochipusha ndani yako ni nguvu zake.
Na nguvu za Mungu zikichipuka ndani yako kwa kiwango cha sifa ulizompa Mungu, hakuna namna shetani anaweza kukushinda. Ngoja nikuulize swali. Nashama kidogo. Ukiamkaga saa hivi, nani anakuamshaga saa 10? Nafikiri kuna sauti watu tunazisikia asubuhi. Si mnazisikia? Na saa 11, alafu saa 7, alafu saa 10, alafu saa 2. Na hiyo na saa 12. Niwaulizeni kitu. Huwa wanasemaje? Sasa nisikilize. Mungu yoyote hujifunua kwenye sifa. Hata kama unampenda Mungu kwa kiwango gani, usipomsifu halitokezi. Naongea na wewe? Kanisa la Yesu, haleluya. Yaani shetani akifanikiwa kukubana kwenye hiyo kona, mimi ni mshirikina, alafu nikaabudu Mungu wangu kwa kumsifu, wewe ukanyamaza ukaingia tunavunja na haribu na ngoa. Uwezi ukavunja pasipo Mungu. Biblia inasema silaha zetu zina nguvu katika Mungu. Mungu asipokuwepo, silaha zako haziwezi, zinakuwa paralyzed. Hiyo Kiswahili imekaa vizuri. Sasa mwenzako anaanza hivyo, na anaanza mara 7 kwa siku, lazima amsifu Mungu. Kuna kitu nilikifuata juzi mjini wiki iliyopita. Nilipofika saa 7 nikamwambia ngoja tunaenda kuabudu. Sasa unaweza ukafikiri Mungu wao ndio wa kwenu kanyamaza kwa sababu hamumpi haki yake. Kakaa kimya. Na anaweza kakaa kimya kabisa, na kakaa kimya. Unakumbuka siku ile Yesu alipokuwa kwenye sheti, alikuwa amelala, lakini bahati mbaya kina Petro wakamzoea. Ilifika mahali mazoea yakazidi. Usifikiri ule Mungu tu ndiye alitibua ule upepo ili amtambulishe kwamba huyu ni nani. Hofu ilipotanda kwao, walipojitokeza, ndipo sifa zikaanza kurudi kwa Yesu. Unapomsifu Mungu, wewe unajua hujui, lazima nguvu za Mungu zitachipuka tu ndani yako. Kuna vitu vingine vinatokea. Kipindi fulani hapa magereza ulikuwa unapita, wala hapakuwa na shida, hapakuwa na vizuizi, miaka ya nyuma. Sasa tukawa tunapitaga hapa, tunaenda polini huko, tunasifu, tunakaa tu kwa mfungo, tunaabudu. Tukitoka kanisani hapa, tunapanda saa ya fellowship, tunarudi. Sasa siku moja tukatoka tukiwa wawili, tukashuka, tukafika somewhere katikati hizi boma hapa. Tukasikia tunakufa, tunaungua. Sasa na sisi tukasimama, kwa nini? Sasa na geti limefungwa. Kwa sasa tunasubiri watu watokee huko, majirani, ili tuingie kama nini kilitokea kwa hii familia, kwa sababu hatuwajui na hawatujui. Kwa hiyo hatuwezi tukaingia kwenye nyumba za watu hivi hivi. Kumbe kadri tunavyosimama ndio inaleta matatizo. Sisi tumesimama pale ndio inaleta matatizo. Kumbuka tumetoka kuabudu, tumetoka kumsifu Mungu. Hatujapeleka haja zetu, si kwamba hatuko na shida. Tuna shida, lakini shida isitufanye kutengenezea hofu ya kumsogelea Mungu. Kinachonipeleka mbele za Bwana ni furaha, upendo. Nampenda Mungu, natamani ajue ya kwamba ninampenda. Unaenda unainama mbele zake, unasujudu kwa kumsifu. Tuliposhuka Mungu alifurahi. Ile furaha ya Bwana ikawa ndio nguvu zetu. Tulipokuwa tunashuka ndio tukakutana na hicho kisanga. Tunaungua. Tunakufa, tukafikiri nyumba imeungua huko. Hao watu walikuwa wamelala. Wakatokea majirani zao, wakafungua mlango. Walipofungua na sisi tukaingia kutoa msaada. Tulipoingia tukakuta wako sebuleni wanagaragara. Walipotuona wakaingia chumbani. Tukasema hii ni tenda humu. Tukauliza nani, mama yupo? Hayupo. Tukamwambia dada ule jirani angalia huko chumbani, weka sawa. Hawa sio wa kuachwa, maana tumekuja kujua tulikuwa tunatembea na Mungu ambaye tulikuwa tunamsifu. Hakuna namna rafiki Mungu asitembee na wewe kama ni mtu uliyejaa sifa kinywani mwake. Ukikaa kwenye gari
unasafiri, kuna saa unamsifu Mungu, unanyamazisha nafsi yako, unamwambia nyamaza, acha nimsifu Mungu. Mungu, wewe ni Mungu mkuu. Wewe ndio uliyemfanya mtu huyu kutengeneza ile gari. Ulitugawia sehemu ndogo sana ya ufahamu. Hata ndege zinapopaa huko angani saa zingine. Kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza juzi akasema kuna watu walienda huko kwenye mwezi sijui ndio wapi, wamerudi juzi, mmoja akaandika hizo ni AI. Nikamwambia rafiki, ungekuwepo kipindi wanaanza kutengeneza ndege, mawazo yatakuwa haya. Ukiambiwa kuna chombo kinakaa hapa alafu watu wanakaa na hakuna kitu kinashikilia huko angani, ungesema AI. Dunia imeenda mbali. Mungu angeamua kutufunulia vile, hapo ni sehemu ndogo sana. Mungu amejifunua kwa mwanadamu akampa hapo kasehemu ka akili. Na anasema tukifanikiwa kukaa naye atatupa akili iliyo bora. Anasema hivyo. Mtu anayemhimidi Mungu huongezeka nguvu kwenda nguvu. Sasa wewe ndio utunge sentensi kupitia msamiati huo. Nguvu za kukabiliana na nini? Kama ni mimi, nguvu za magonjwa, za kunyamazisha falme za giza. Natunga sentensi kupitia msamiati huo. Hizo nguvu za kuongezeka kwenda nguvu nyingine ni za kukabiliana na vitu gani? Chochote ambacho kinakupa maswali, mtego wake ni kwenye sifa. Watoto hawaeleweki. Wacha kuhangaika, rudi msifu Bwana. Siku moja mama yangu alikuja hapa, kulikuwa kuna seminar, akawa ananiambia, mwanangu huwa mnaabudu kweli? Nikamwambia mama, naabudu, sina hakika. Na vipi kuhusu sadaka unatoa? Nikamwambia natoa. Akaniambia ya unakuja kutoa sadaka huko. Nakumbuka siku ile seminar ilikuwa inaendelea, mama alipanda mchungaji akaenda akatoa sadaka hapo. Alafu akashuka akasema, nimekuja kutoa sadaka kwa ajili yenu ili nipate kumwabudu Mungu. Nikasema la. Sasa Mungu huwa amempa neema, hata nikiwaza niko kwenye mazingira magumu ananipigia simu. Ananiambia Bwana ameniambia, na anatembea mle. Sasa siku moja nilienda naye kwenye maombi, alikaa kwenye sifa masaa 6 akimwabudu Mungu. Masaa 6. Na anaomba siku hiyo, naombeni msiniguse kwa hili. Nahitaji nimpe Mungu sadaka ya kinywa changu. Tunatamani sana Segerea Mungu atutambue kwa neno hili. Yaani tukiingia hapa, washirika wa Segerea wajulikane kwamba ni kanisa la sifa. Yaani watu wakiingia kanisani, Mungu atazurura huko, atakuja sema naenda mahali ambako wanangu wakiingia tu kanisani, kila mtu ananisifu mimi. Na kuhakikishia tuwe hivyo. Uone leta kiwete, weka hapa, atasimama katika jina la Yesu. Wewe njoo na kansa, kaa hapa mahali sifa zipo, kansa itakimbia yenyewe mchana kweupe. Biblia inasema palipo na roho wa Mungu pana uhuru. Mahali Mungu yupo, uhuru upo. Sasa ili Mungu awepo tupate uhuru wetu, ni lazima sifa zijae vinywani mwetu. Hivi naongea na watu mbele hapa, naongea na wewe. Sasa mtumishi ndio usijui, kasome Zaburi, kaa na watakatifu wanaojua kusifu, kaa naye. Na nilikuambia tumia sifa kukabiliana na changamoto. Tumia sifa kukabiliana na changamoto. Mwaka 2007 kwenda 2008 kulitokea shida ya magonjwa kuvamia wanyama. Ikatokea ugonjwa ulikuwa unaitwa tetrax. Uliua sana. Sisi wafugaji wengine ng'ombe ziliisha total, hamna mtu mwenye ng'ombe. Isipokuwa kule tunakotokea sisi. Ukatokea tu ufunuo kwamba jamani, hebu naomba tuendeni mbele za Bwana kwa sadaka na sifa, ili Mungu atunusuru kwa hili janga. Ukianzia Simanjiro, zunguka kote, Kiteto, Dodoma mpaka Shinyanga, serikali ilipata wakati mgumu sana kwa wakati huo. Lakini pale katikati ya milima hii miwili ya Meru na Kilimanjaro, sisi tuko katikati. Wamasai wanaita Erisharodonyo. Kulikuwa kuna neema. Mungu akamtuma kuhani wake, akamwambia nenda aliambie kanisa la huko
nimesikia sifa wanazonipa. Hakika kilio wanacholia wengine huko hakitowapata. Tulifurahi sana, tulifurahi mno. Lakini walituambia fanyeni hivi, Mungu amesema nitoleeni sadaka ya kufunua mioyo yenu kwamba mnanitegemea kwenye hili. Si unajua huwa hatutoi sadaka ili tubarikiwe. Usitoe sadaka ili ubarikiwe. Atoa sadaka kwa sababu umebarikiwa. Usitoe sadaka ili ununue muujiza. Toa kwa sababu una muujiza. Wanaoambiwa kufanya hivyo ni wale wasiomjua Mungu, lakini wewe unafanya kwa sababu hicho kitu unakiishi, kiko ndani yako. Kwa hiyo tukafanya hivyo. Tulipofanya hivyo, ukweli kabisa, unaingia kwenye zizi la ng'ombe, unakuta mpaka ng'ombe 100 walikuwa wanavimba. Ukiona tu amevimba, baada ya masaa 6 ameoza. Lakini sisi hicho kitu Mungu alitukwepesha kwa sababu alikuwa katikati yetu. Unamhitaji Mungu awe pamoja na wewe, anza sifa katika jina la Yesu. Unahitaji aondoe maswali malangoni mwako, ili neno la kusema Mungu itakuaje? 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 Unataka iwe hivyo? Msifu Mungu. Jifunze kuwa na maombi ya kumsifu Mungu. Hata malangoni mwako. Amka huo usiku wa manane, mpe Mungu lisali moja. Mwambie Baba, nimenyanyuka kukusalimu. Habari za leo. Baba yangu alikuwa na tabia, si unajua Wamasai, mzee ana ikulu pale. Wamama wamepangana, nyumba yake iko pale. Kwa hiyo tukiamka asubuhi wote tunaenda kumwamkia baba. Baba, shikamoo, marahaba, umeamkaje? Usipokuja siku hiyo ataamka fulani sijamwona, amekosa adabu siku hizi. Baadaye kikao jioni kitakuhusu. Sasa tulikuwa tunaenda, tunamsalimia, alafu tunaondoka kuendelea na majukumu mengine mpaka alipofariki. Lazima muamke mkamwamkie mzee, na atajua, na ndipo atakupangia kazi kwamba ukija itakuwa hivi. Wewe unaenda wapi? Una shida gani? Unaeleza. Mungu ukishampa nafasi ya kuwa wewe unaamka usiku wa manane, tuseme kwa lugha rahisi, kumjulia hali, kumwambia Mungu habari za saa hizi, uko mbinguni panaendeleaje? Hivi kwenye familia yangu wamekukwaza? Hivi na mimi nilikukasirisha? Bwana, kama wamekukasirisha, tafadhali Bwana wasamehe tu, maana si umesema akipatikana mtu mmoja katikati ya eneo lililoharibika hautopadhuru? Basi na mimi nipo, msamehe na yule, msamehe na yule, msamehe na yule. Alafu naanza kumwambia nakupenda kwa sababu wewe ni Mungu mwenye upendo. Hapo ndio unaanza kuabudu, kwa sababu kuabudu maana yake ni kuzielezea tabia na uweza wa Mungu. Sifa ni kuelezea matendo yake, kuabudu ni kuelezea tabia. Jamani, nimeongea na mtu hapa kweli? Unazielezea tabia zake, kwamba unajua wewe Mungu Bwana, wewe ni mpole, ninakujua kabisa. Alafu unajua kuvumiliana na watu. Mimi mwenyewe hapa juzi nilikukwaza, nikasema siponi, lakini nashangaa eti umerudi hapa saa hiyo unanichekea Mungu. Yaani wewe ni mzuri. Alafu kitu kingine, umejaa fadhili. Ujue ulinifadhili na kile kweli sikutakiwa kukipata, lakini umenifadhili, ndio tabia yako. Alafu umejaa huruma sana. Yaani unawahurumia watu wanatoa mimba, wengine wanaua watu saa hii, bado uko nao. Yaani wewe ndio tabia yako. Unazielezea tabia zake mpaka anasema naam, nimesikia mwanangu. Akinyanyuka hapo hakuna kitu kitakachosimama. Si kama umenielewa ungesema amina kubwa. Haleluya. Unazielezea tabia zake mpaka anasema umenijua. Alafu Mungu ninajua. Unajua wao hufurahi ninapoumia. Biblia inasema moyo wako hufurahi ukimwona mwanadamu akiteseka. Kwa hiyo hata kwenye hili teso ninalopitia, najua moyo wako hufurahi, ninajua. Na kama hufurahi kupita kwenye hili pito gumu, sina muda wa kuja kusema Mungu niponye, kwa sababu una mkakati wa kuniponya. Acha mimi niendelee kukuabudu na kukusifu. Hii ndio kazi yangu. Swala la kuponya liko mikononi mwako. Taifa la Mungu, haleluya. Mungu anakuwazia yaliyo mema. Acha kuhangaika na kwenda kufanya mkaa vile huwa anasahau. Mungu hajakusahau. Mungu anajua mahali unakopitia usiku na mchana, na ameapa kwa jina lake, utakapoamua kufanya hiyo huduma
ya kufanya ibada kiasi cha kuwaambia wale walioko mbinguni ya kwamba nyamazeni, kwa sababu kuna mwanangu anaitwa Mwipile ananiabudu saa hii. Nahitaji kuisikia hiyo sauti. Oh, Mungu anatikisa serikali yake, inashuka mahali ulipo. Sema amina kubwa. Haleluya kanisa. Hiyo ndio ibada. Na ndio maana nakuambia unaweza ukaabudu kwa kuimba, unaweza ukaabudu kwa kusema. Unakuja tu unakuwa kama unaongea. Jifunze pia ninyi wazee, kama amkimbii kwa mazoezi, weka simu sikioni kama vile unaongea huku, kumbe unaongea na Mungu barabarani. Ninakujua wewe ni mpole, ukikutana na mtu, mzee fulani habari za leo, unamfanyia hivi. Naongea na mtu ili wasikudisturb wakati unaongea na baba yako. Taifa la Mungu, haleluya. Sio unakaa unaanza kusikiliza BBC huko Iran na Marekani wanatangana, unaharibika nafsi. Unaanza kusema sasa hii nimekaa na mnaachana na hiyo. Wewe sema na baba. Mwambie unajua Mungu, mimi unanichekeshaga sana. Yaani hivi ukubwa wako huo ukoje? Sauti yako ukiongeaga mbingu zinatetema na ardhi zinatetema. Unazungumza, unapiga na Mungu story mpaka malaika anakaa huku kule huku mbinguni, kila kitu kimesitishwa. Mungu anakusikiliza wewe, anasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Nataka kumsikia mwanangu anayeimba huko. Wewe ni bora sana. Simama rafiki yangu. Mungu yuko katikati yetu na amepanga kutokukuacha isi. Mungu hajawahi fikiri kumwacha mtakatifu. Sasa nimekuambia kwa nini sasa miaka mingi sasa zingine unaomba kitu kimekwama. Achana na haya maombi bana ya kusema Mungu uko wapi? Mungu uko wapi? Maswali ni magumu sana mbele za Bwana. Mueleze vile alivyo pale unapopita pagumu. Wamasai, Wachaga, Wameru, nafikiri ya makabila ya kaskazini yako hivi. Nikitaka kitu kwako, nakuja kwanza kukuambia vile ulivyo. Habari za hapa nzuri. Tuko salama. Sasa Wamasai ndio wanavuta sana. Unaendeleaje? Tuko vizuri. Bwana nimekuja hapa maana nina shida na najua wewe unaweza. Akisha sema hivyo unapakutokea tena. Utakopa. Utaenda kutafuta tu ili ukidhi mahitaji ya yule mtu. Ameshaanza kukusifu. Alafu si hivyo, tunabeba na blanketi. Kama ni mama nampelekea na kitenge na sukari kilo 2 na soda chupa 2. Yaani hapo mtu achomoki. Unamwambia kwa heri, hiyo shida umemtuisha yeye ndiye anahangaika nayo huko. Atanyanyuka hata kwenda huko kutafuta namna gani ya kukidhi hayo mahitaji ambayo ulimpelekea. Ndivyo Mungu alivyo. Unahitaji awe hivyo. Jifunze kumsifu, jifunze kumwabudu. Mwambie uko hivi, uko vile. Hivi unajua amesema hivi, amekupa Roho Mtakatifu ambaye roho huyo ukiwa unapita pagumu kiafya, huyo roho kazi yake kubwa ni kutia mwili wako uhai, ni kuhuisha. Hivi unajua hilo? Sasa ningekuwa mimi ni wewe, naenda nikiwa naumwa, Baba nakushukuru. Kwanza namsifu kwa kumshukuru. Nakushukuru kwa sababu ni Mungu uliyeniazima afya yako. Umenipa Roho wako Mtakatifu ambaye kazi yake kwa wakati huu, kazi yake kubwa ni kujifunua kwa wakati. Lakini ninakukumbuka wewe Mungu ni kimbilio na nguvu kwangu. Ni msaada ambao unaonekana sana kipindi kama hichi. Unamwambia Mungu hivyo. Sio unamwambia uko wapi? Taja. Lakini njia za kunitoa mautini ziko mikononi mwako. Unamweleza, unasifu kana kwamba unaziishi hicho alichokifanya. Haya ndio maombi ya watakatifu. Unaomba mpaka shetani anasema amejua, ngoja niondoke. Maana kama amejua, Mungu akijua amejua, akishuka hapa ananipoteza kabisa. Kwa hiyo ngoja nikatafute mahali nyingine pa kujibanza. Uko tayari kumsifu Mungu kwa dakika chache?
wewe ambao unapita mahali pagumu, hii mikono ya watakatifu imewekwa wakfu kukuwekea juu yako na utapokea afya. Jambo la kwanza, usikubali kuingia kwenye mtego wa mwili wako na shetani. Mwili uko hivi, inawezekana ukaja hapo ukiwa hoi. Mwili unakushurutisha uishi kwa kuhisi. Sisi hatuishi kwa hisia, tunaishi kwa imani. Kwa mfano, unawekewa mkono, mchungaji anakuambia, mtumishi anakuambia uwe hai. Hilo neno tayari. Huruhusiwi kusikiliza kile unachokihisi. Unatakiwa kusimamia kile alichokisema mtumishi wa Bwana. Hilo neno ndio ulisimamie, si kile unachokihisi. Kuna watu ambao wakiombewa wanaanza kusema sasa ponda sasa. Neno likafanyika mwili na likakaa kwetu. Neno hilo mchungaji atalitamka ndilo litakalogeuka kuwa afya kwako. Hauruhusiwi kusikiliza hicho ambacho unakihisi. Hapa ndio tulikokwamaga watu wengi. Mungu ametufunika hapa, na kama yuko hapa, sifu wewe. Unaweza Bwana, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza Baba, Baba, unaweza, nasema Baba, unaweza, hakuna Baba, unaweza, sema Baba, unaweza, hakuna Baba, unaweza, nasema Baba, unaweza, hakuna Baba, unaweza, kama unaweza Baba, sema unaweza, sema unaweza, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, maana unaweza, unaweza, Baba unaweza, unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, Baba unaweza, Baba unaweza, hakuna kama wewe, unaweza Baba unaweza, unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, Baba unaweza, unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, Baba unaweza, unaweza, hakuna kama wewe, Baba unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, 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 hakuna kama wewe. Nyanyua mikono yako juu, nyanyua tu mikono yako juu, rafiki yako.
Kama una neno lolote la kumwambia Mungu, kwanza lile unalolisikia lilo karibu na kinywa chako, lile neno ambalo liko karibu na kinywa chako, kabla hatujafanya kile ambacho Mungu anatuelekeza kufanya, fanya kwanza wewe. Kama ni kumshukuru, mwambie asante kwa sababu nimejua. Lakini mshukuru Mungu pia juu ya hilo tatizo ambalo liko juu yako. Shukuru kana kwamba ili tatizo haliko na sio la kwako tena. Mwambie, uliniambia nikija kwako utanibebea mzigo huu. Ni Mungu akubeba mizigo ya wale wanaokuletea. Utamwambia Mungu hilo neno. Hebu nenda mbele za Bwana, mshukuru Mungu. Kama utamshukuru Mungu, kama utamwambia tu ni mzuri, kama utamwambia ni muweza, vile unavyosikia kinywani mwako, toa sauti yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, tunakushukuru kwa sababu umetujulisha haya. Asante.